Nimefurahi pia kwa malazi kwa mchelewa kwanza, kwa sababu mgeni wetu rasmi alikuwa yuko nje ya jiji la Dar es Salaam. Nikaweka maiki kwenye speaker hapo sehemu ili nichukue sauti ya rekodi kwa kwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na yeye alikumbana akampata ndugu ambaye anajua ndio kipenzi cha wanamichezo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Lameck Mwigulu Nchemba, na wakati anamuomba amwakilishe, yeye alikuwa na ratiba yake. Jana usiku wakati anamwambia Mheshimiwa Waziri Mkuu, kesho tuna tukio, naomba angalau upambane kidogo, angalau upite tu tusaidie. Akaniambia niko Morogoro na nikimaliza shughuli Morogoro na shughuli nyingine Dodoma usiku. Sasa asubuhi naamka na kutoka bajeti katika wizara yetu takriban bilioni 35.4. Mwaka huu 2026/27 serikali imetenga bilioni 525, ni sawa na ongezeko la 1,500. Tunakuomba Daktari Lameck Mwigulu Nchemba, kwa niaba ya wapenzi wote wa michezo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utupelekee shukrani zetu za dhati kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa na mapenzi yake ya dhati kwa Watanzania, hasa ambao wanatumia michezo kama sehemu ya kutengeneza ajira. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukisema 2022/23 ilikuwa ni bilioni 35, mtu atawaza hizo zilikuwa za nini? Bilioni 16.8 ni kwa pesa ya maendeleo, lakini kwa bajeti hii ya bilioni 525.3 bilioni 458.1 ni pesa ya maendeleo ya michezo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio mshahara, sio posho. Bilioni zote hizi 458 zinakwenda kwa ajili ya kujenga miundombinu na kuhakikisha kwamba vijana wa taifa hili wanapata fursa ya kukuza vipaji vyao. Tunaomba sana tupelekee shukrani zetu za dhati, na bahati nzuri wewe ndio msimamizi wetu. Nina uhakika ya kwamba Watanzania wataendelea kuiona matunda ya kazi ya Daktari Samia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo la pili, maelekezo yako na maelekezo ya Daktari Samia, umetutaka turejeshe tena Taifa Cup, na lengo la kurejesha Taifa Cup ni kuendelea kuchochea na kuinua vipaji vya watoto wa Tanzania ambao hawapati fursa nzuri kama ambavyo wengine wamesajiliwa kwenye vilabu vingine. Taifa Cup itaanza kwenye ngazi ya kata, itaenda kwenye tarafa, itaenda kwenye wilaya na hatimaye itaenda kwenye taifa. Ni matarajio yetu Taifa Cup hii ambayo itakuwa ni timu za watoto wa Tanzania wazawa itaongeza idadi kubwa ya wachezaji mahiri watakaowezesha kulipeleka soka letu si tu kwenye vilabu vya Tanzania bali na nje ya mpaka ya nchi yetu, ili sisi tuweze kuuza watoto wetu kucheza kwenye ligi kubwa pamoja na Ulaya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo la tatu, tunao upungufu wa wataalamu wa michezo. Walimu wengi walioko sekondari na shule za msingi wanaoitwa walimu wa michezo hata hawajawahi kusoma chochote kinachohusu michezo. Yaani unakabiliwa kutokana na mapenzi ya mpira. Kama unaonekana unapenda netball, basi wakikaa mwalimu mkuu wa shule husika anasema huyu nafikiri anapenda netball, tumtangaze au ndio mwalimu wa michezo wa shule yetu. Jambo hilo limepelekea kwa utafiti uliofanywa kwenye wizara tuna upungufu wa takriban ya walimu 10,000, na kupitia upungufu huo tumeamua kwa makusudi kufanya joint ya wizara yetu, wizara ya TAMISEMI na wizara ya elimu. Kupitia chochote cha mali sasa tunakamilisha andiko ili tuwe na programu za kuwafundisha walimu ambao tayari wako mashuleni wapate uelewa wa kujua michezo ni nini na namna ya kulea vipaji kutoka katika mashule yetu. Lakini la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekubaliana ya kwamba walimu wanaosoma ualimu tuwatengenezeni mitaala akiwa chuoni kama yuko Mtimba au vyuo vingine pamoja na elimu, ana uwezo wa kuopti kusoma ualimu huku akisoma michezo huku akisomea ualimu,
ili akitoka pale tayari anayo basic knowledge ya ualimu wa michezo na kuwa mwalimu bora katika upande wa kufundisha watoto wetu. Lakini tatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna upungufu katika hilo eneo la marefa pamoja na makocha, na si hivyo tu, tunao upungufu mpaka wizarani wa wataalamu wa michezo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wengi tulionao hawa wanafanya kazi kwa kweli ya kupongeza, kwa sababu si watu waliobobea kwenye hii fani. Kwa hiyo tunao mkakati kabambe wa kuhakikisha kwamba taifa hili tunalijengea misingi mizuri kutoka huko chini, ili hawa vijana wanaosoma shule ya msingi na sekondari wapate malezi mazuri na kukuza vipaji vyao na kufika hatua ya kuwa na mafanikio makubwa. Jambo la nne, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hili sasa wewe ndio kiongozi wetu unayetusimamia, ili tufanikiwe pia tunahitaji angalau kila halmashauri angalau iwe na senta ya kufundisha michezo. Akademi ambazo tunazitaka kuzijenga chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na mwaka huu tumepata fedha ambayo tumeingiza kwenye bajeti. Tutaanza na shule 7 na malengo ilikuwa na shule 56. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, ziko halmashauri zina uwezo mkubwa, na hapa kwa unyenyekevu mkubwa niwapongeza halmashauri ya Kinondoni kwa kazi nzuri waliyofanya na kuwa na uwanja wao ambao leo hii ni uwanja unaotumika. Lakini wakati nawapongeza halmashauri ya Kinondoni, naomba mimi nipigie makofi, kwa sababu mimi ndio nimesimamia uwanja nikiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Na sasa kwa hauka ile Mheshimiwa Waziri Mkuu na mgeni wetu rasmi, jiji la Arusha tunajenga uwanja wa kubeba watu 10,000 na viwanja vidogo 4 vinavyozunguka kwenye uwanja wetu wa mpira, tukisapoti maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya ujenzi wa miundombinu ya michezo. Kwa hiyo niombe letu Mheshimiwa Waziri Mkuu, ya kwamba halmashauri zote zenye uwezo basi wasiwe nyuma wakasubiri tena. Juzi nilikuwa pale bungeni, Mheshimiwa Ridhiwani akanionyesha kule kwake na Chalinze wameanza pia ujenzi, lakini nafahamu pia halmashauri zingine zinaendelea na ujenzi. Kwa hiyo tuna imani kwa mwamko huu wa miundombinu wa kuandaa walimu na hatimaye tutafika kwenye mafanikio makubwa ya kuwa na vijana wenye vipaji ambao tunawalea vyema. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo la mwisho hapa, wakati tunaingia MC au niache Mheshimiwa, sio brother, tunao jambo la AFCON. Ni wewe ndio waziri mkuu na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi, na upande wa makatibu wakuu, katibu mkuu wetu ofisi ya waziri mkuu ndio mwenyekiti wa makatibu wakuu, lakini pia tunao timu ya wataalamu, lakini pia tunateua kamati ambayo inaongozwa na baba yetu. Tunakuomba kwa ratiba yako ngumu utupatie sloti kidogo, tupate nafasi ya kupresenti mkakati tuliouandaa kama wizara, ili upate baraka zako, tuende sasa kwa wananchi kujipanga kwa ajili ya maandalizi na mafanikio makubwa ya kutumia fursa ya AFCON kama sehemu ya kupata uchumi imara na kutangaza taifa letu katika uwanja wa michezo. Na kumalizia ambayo nataka kusema kule mwanzoni, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati unaingia hapa MC kutangaza kwamba wewe ni kipenzi kindaki wa Simba, na mimi najua kabisa kwamba moyo wako hapo ulipo kwa majukumu ulionayo, kwa kweli Simba wengi. Na wale wenzangu wa Yanga wakikuona wamevaa jezi ya Simba, roho inawauma, na hasa kwa matokeo ya juzi ya kombe la Muungano, mioyo iliumia sana. Lakini mimi nikuombe tu Mheshimiwa Waziri Mkuu, endelea kuwa na moyo wa kuzilea timu zote, kwa sababu wewe ni kiongozi wa mfano na wala hujawahi kusita kutoa kauli zako za kuunga mkono pale timu hizi zinapofanya mashindano, hasa nje ya nchi yetu tunapotafuta ushindi wa bara la Afrika. Ni viongozi wachache ambao wanapojua nafasi ya kutofautisha kati ya ushabiki na utaifa. Pale Simba inapotafuta ushindi wa kuiwakilisha nchi yetu,
huwa hahusiki, unajitokeza hadharani na kuunga mkono, na pale Yanga inapofanya hivyo hivyo huwa hahusiki, unajitokeza hadharani na kuunga mkono. Baada ya utangulizi huo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa lile goli la juzi la Chama, wizara imeanza mchakato wa kuanza kuona taratibu za kumpatia uraia Clatous Chama kuwa mchezaji atakayeweza kuongeza tija kwenye upande wa timu yetu ya taifa. Chama ameonyesha uwezo mkubwa, amekubali kubadilika kutokana na wakati na mahitaji, na bahati nzuri Chama amechezea timu zote hizi mbili. Amechezea Yanga akaonyesha uwezo wake, kachezea Simba akaonyesha uwezo wake. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimechomekea tu, utakapoona dokezo limekuja ofisini kwako, jua ni ule mwendelezo wa uzalendo wako wa kujenga Tanzania katika sura mpya ya dunia ya michezo. Baada ya kusema hayo marefu na mengi, nitumie fursa hii kukushukuru tena Mheshimiwa